Mimi nishawahi kuwa msukule brother. Ushawahi kuwa msukule? Nishawahi kuwa msukule, nishawatumikia wachawi, nishafanya kazi zao nyingi tu. Lakini katika moja na mbili ilitokea kwamba katika mzunguko huo kwenye kundi hilo alitokeza mwenzetu mmoja kwenye kundi lile. Kifo changu ilikuwa ni ajali ya gari. Niligongwa nikatawanyika kila kitu kule. Yaani watu walikuja waliokota tu mifupa, nyama zile. Bonyeza subscribe kisha alama ya kengele itakayokujia. Yes, bana, mambo vipi mfuatiliaji wa KingPo TV? Ni matumaini yangu mzima wa afya kabisa. Bana, mbele yako tuko na kijana ambaye yeye kwa lugha nyepesi naweza nikasema japo ni ngumu kidogo, lakini hakuna namna kwa sababu ni changamoto ambayo ilimkuta, lakini mpaka sasa kuna namna ambayo anaipitia ni ngumu kidogo. Kwa hiyo ndio maana tuko naye hapa kupitia KingPo TV kwa ajili ya wewe pia uweze kupata nafasi ya kuweza kutoa maoni yako kwa namna moja ama nyingine. Kwa ufupi, ndugu yetu bwana alikuwa ni msukule. Nikisema msukule mtakuwa mmenielewa nini ambacho namaanisha. Yaani ni mfu aliye hai. Sasa kwa takriban kama miaka miwili jamaa hapa yeye alikuwa akitumikishwa kama msukule maeneo ambayo alikuwa akifugwa pamoja na wenzake, lakini dakika za mwisho akajikuta amerudi katika ulimwengu huu wa kawaida. Sasa kuna mengi ambayo yanaweza kujitokeza, lakini pia kuna namna ambayo inaweza kusababisha yeye kuweza kuwa katika hali hii ya ubinadamu kwa mara nyingine tena. Hali ndugu zake walikuwa wakiamini kabisa kwamba ndugu yao aliweza kupata ajali ya kugongwa na gari na kusagika. Wao walishuhudia na kuweza tu kuokota mabaki yaliyosalia. Mambo ni mazito sana, kikubwa kwa nasi mwanzo mpaka mwisho. Mambo yatakuwa poa kabisa. Kaka, habari za sasa? Nzuri brother. Salama kabisa. Salama ndugu yangu. Sawa. Kwa majina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Aliaji Hassani. Jina la mtaa wanapenda kuniita Sidiko. Sidiko. Hiyo Sidiko ina maana gani? Sidiko ina maana ni mbegu fupi. Mbegu fupi. Natetea uasilia wangu sababu mimi mwenyewe ni mfupi, basi watu wakaniambia wewe uitwe Sidiko. Lakini hasa katika moja na mbili mimi nishawahi kuwa msukule brother. Nishawahi kuwa msukule? Nishawahi kuwa msukule, nishawatumikia wachawi, nishafanya kazi zao nyingi tu. Lakini katika moja na mbili ilitokea kwamba katika mzunguko huo kwenye kundi hilo alitokeza mwenzetu mmoja kwenye kundi lile. Lakini akiniangalia mimi bado niko fresh, bado maana wachawi huwa wanatumiaga wakikuchukua kama vile wanakukata ulimi, unakuwa huwezi kuongea. Lakini yule jamaa yeye alinikuta mimi bado sijakatwa ulimi, naweza kuongea. Na akaniambia, bwana dogo, nikwambie kitu, mimi naweza kukusaidia kutoka hapa ulipo. Nikamwambia, brother, unawezaje kunisaidia hapa nilipo? Mbona napaona ni pagumu sana? Akaniambia, bwana, mimi naweza kukutoa. Kweli nikamwambia sawa brother, kama utanisaidia itakuwa ni vizuri sana. Yule jamaa kuna kama mzizi fulani alinipa, nikautafuna. Nilivyoutafuna ule mzizi nikajikuta kama nimeondoka sehemu ile ya tukio, nikajikuta niko katikati ya barabara. Lakini pale barabarani nikawa sana shangaa kwamba niko upande gani. Huko na huko akatokea jamaa mmoja. Nikamuuliza, brother, samahani, mimi nimepotea hapa na nahitaji mji wa mzee mmoja anaitwa Hassani. Bahati nzuri ilikuwa ni karibu na nyumbani. Alinielekeza nikafika nyumbani. Japo ndugu zangu kile kitendo cha kutokea walinikimbia. Wao walivyokuona? Walivyoniona walinikimbia. Walivyonikimbia ilibidi mimi nikawa najisalimisha, jamani, mimi mwenyewe, msinikimbie. Basi ndugu yangu mmoja akajivisha ujasiri akaja nilipo. Akasema, brother, ndo wewe? Nikamwambia ndo mimi. Brother, mbona ulishakufa muda mrefu, tulikusahau? Nikamwambia hamna, sio kweli. Ni mazingira tu ambayo watu walinifanyia nikapotezwa kimazingira. Sawa, ndugu zangu wote walikuja pale. Na wao walisema kifo chako kiko vipi? Kilitokeaje?
Kifo changu ilikuwa ni ajali ya gari. Niligongwa nini, nikatawanyika kila kitu kule. Yaani watu walikuja waliokota tu mifupa, nyama zile, wakaenda wakazika. Kwa maana hiyo nilivyowaita ndugu zangu walivyokuja pale, ikabidi sasa wana imani ya kukaa na mimi lakini wananiogopa. Nikamwambia msiniogope. Ila nikafanya mambo mengi sana, nikakaa nao wananikimbia huku na kule. Ila siku moja ndugu yangu mmoja akasogea karibu akaniuliza, "Dogo, kwani we ilikuwaje?" Nikamwambia, "Bwana brother, mimi sikuelewa hata kilichofanyika, kwa sababu nilijikuta tu niko kwenye himaya ya mama mmoja ambaye huyo mama ana watu ni wengi sana. Watoto, wazee, vijana kama sisi, na kila mtu ana kitengo chake pale. So ukifika pale kila mtu ana kazi yake. Kuna wengine ni watu wanaruka usiku kwenye maungo, wanaenda kufanya wizard, uchawi kule. Kuna wengine wanachukua wao wenzie kama vile wanakuja. Kwa hiyo wewe ulikuwa na kitengo gani katika tawala ya huyo mama? Kitengo changu mimi nilipewa kitengo cha kupika pumba. Napika pumba na walisha wenzangu, ndo ilikuwa kitengo changu. Yaani kwamba katika misukule wewe ulikuwa ni mpishi wa misukule? Mpishi wa misukule. Ndivyo ilivyotokea. Kwa chakula kikubwa ni pumba ambacho ulikuwa ukipika? Chakula kinabadilika. Mara pumba, mara unga. Pumba, unga ndo vyakula vyetu kule. Hakuna mchele wala nyama wala nini. Hivyo ndo vyakula vyetu. Kwa hiyo nilidumu na hao watu kwa muda huo. Alivyokuja jamaa huyo ndo alinisaidia kutoka. Japokuwa nilivyorudi mtaani ikawa ndo hivyo, ndugu zangu wananikimbia hivi na hivi. Pia washikaji pia hawaamini, wakiliona wanaingia mitini. Nilivumilia na ile hali na kujaribu sana kuwasogelea jamaa ili wazidi kujiridhisha kwamba jamaa yuko sawa. Ila sikuwa sawa sana. Na wewe ulikuwa ukijiona hivyo kama uko sawa kabisa, hauna tofauti yote? Nilikuwa najiona kidogo sipo sawa na wenzangu, kwa sababu hata akili yangu haikuwa understand. Yani kwamba haikuwa makini sana, ilishakuwa imechotwa upande fulani. Ila katika kurudi hasa mtaani, watu walivyokuwa wananikimbia nini, watu wananitenga hivi na hivi, utafutaji wangu wa riziki watu wakawa wananiogopa. Ikabidi nikajihusisha na mpango mzima wa kuwa mwizi mtaani. Nikawa mwizi mtaani. Nimeanza kuiba mayai. Nimeanza kuiba mayai ya kuku, nikawa nauza, napata 200, 300, naishi mtaani. Mara wizi wa kuku, nikikamata kuku nakula. Wizi basi ukaendelea vile nikiamini kwamba watu wanasema za mwizi ni 40. Wizi wangu ukazidi kukua. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba uliweza kuendelea katika hali hiyo ya kuwa mwizi kwa sababu ya jamii ilikuwa imekutenga? Ina maana kwamba hakuna ambaye alikuwa akikuamini wala kukupata michongo ya pesa? Hakuna mtu ambaye alikuwa ananiamini, wote walikuwa wananichukulia ni hivyo walivyochukulia wao. Na ndio maana mimi nilijihusisha sana na swala la wizi. Nilijihusisha na wizi, lakini ipo siku moja tu nikaingia kwenye 18. Kuna duka la jamaangu jirani, nikalilia timing vizuri, nikalisomea minara, nikaenda pale nikafungua ile ofisi, nikaingia ndani. Lakini kuingia ndani wakati na kusanya bidhaa ambazo ziko ndani ya ofisi ile, nikasikia mlango unafungwa. Ule mlango ulivyofungwa ilibidi mimi niache ile kazi niende nikathibitishe kama kweli mlango kuna mtu kaugusa. Nikakuta mlango kweli umefungwa. Nilijitahidi kupanda juu ya shelfu zile, ili mradi nitoke hata juu ya bati. Lakini bahati mbaya jamaa akawa amenipigia kelele ya mwizi, watu wameshajaa kule nje. Kwa hiyo utetezi wangu bwana ukawa mimi mwenyewe binafsi
nikapiga ile alama ya msalaba kwamba mimi siku zangu zimefanyaje, zimeshafika. Yaani hapo kama kufa basi ndo nakufa kweli kweli, sio kama mwanzoni nilivyokuwa. Sio kama mwanzoni nilivyokuwa, nakufa kweli. Bwana, watu wakafungua mlango, kufungua mlango, cha ajabu zaidi hawakuniona. Hawakuniona. Sijakuelewa hapo. Hawakuona kivipi? Yani ina maana kimazingira walivyoingia info pale ndani, ghafla hawakuniona. Kuna na waona vizuri. Ila kuna babu mmoja alinipa mzizi. Ule mzizi akaniambia utautumia kwenye kazi zako hizi. Kwa maana hiyo nilivyoutafuna ule mzizi, wale jamaa wakawa hawajaniona. Ila baadaye walivyotaka kukata tamaa, kuna kitu nilikosea, kile kijiti nikakitema. Kukitema, ujue wale watu wakaniona. Walivyoniona, bwana, kwa kweli sikupigwa. Namshukuru Mungu juu ya hilo. Walinichukulia ni bwana mdogo. Waliniona mdogo, yani kwamba siwezi kufanya tukio kama lile. Wakaanza kunibana pale, lakini hasa nikaona mbona hapa ishakuwa ni too much kwangu. Bwana, wakanibana bana pale, ikabidi hasa kujitetea kwangu nao marafiki zangu mtaani. Ilikuwa ni usiku wa manane, lakini wale rafiki zangu ikabidi nikasema, bwana, mimi sikuja hapa kwamba ni mwizi, ila kuna mshikaji anaitwa Rajabu na mshikaji anaitwa Yusufu ndo walonileta hapa na kuniambia, bwana, hii ofisi ni ya kwetu, tunahitaji kuihamisha usiku wa manane ili mradi watu wasijue mambo yetu. Basi ilibidi hasa wale watu wale vijana, kwa sababu ni vijana wa mtaa wanajulikana, ikabidi tukawafuata mpaka kwao. Tumefika pale kwao, wamelala, hawana wanalolijua kwamba kuna nini kilichotokea nje. Tukagonga mlango, lakini tulivyogonga mlango wakasikia fujo nyingi, wakawa wanauliza kuna nini. Wakawa wanajibiwa huku nje, bwana, mnauliza kuna nini, kwani mlichokifanya hamkijui? Basi wakabaki na alama ya mshangao, lakini yule jamaa wakawa wana hasira sana, wanataka kuvunja ule mlango. Jamaa akafungua. Yule mmoja yule alikuwa na nguvu za kimiujiza. Yani alikuwa sio mtu wa kawaida. Nani huyo ambaye yuko ndani? Wako ndani, walikuwa ndani wawili. Lakini yule jamaa alikuwa sio mtu wa kawaida. Hao ndo ambao uliwataja wewe. Sasa yule jamaa alivyofungua mlango, alibahatika kuonekana mmoja pale ndani. Yule jamaa yule mmoja yule alichezea sana kichapo. Hatimaye tukapelekwa polisi, lakini yule jamaa pale ndani hakuonekana. Ina maana tulimwacha pale. Jamaa uwezo wake ulikuwa ni mkubwa sana. Kwa maana hiyo, bwana, kwa kweli ni historia ndefu sana. Tulifika kituoni pale tukajajiwa sana, lakini mimi nilikazia kusema kwamba jamaa hawa ndo walonituma mimi kwenda kuchukua bidhaa zilizoko ndani ya duka. Wao msala mzima bwana ulionikuta ndo huo. Kuna changamoto ni nyingi sana, na pia naweza kuwaambia vijana wenzangu, haya maisha tunayopitia ni magumu sana. Kikubwa zaidi tuzidi tu kujituma, utakutana na changamoto nyingi sana. Yani usikate tamaa, usije ukawa kama mimi, kwa sababu mimi nahisi kabisa Mwenyezi Mungu ndo kila kitu kwangu, kwa sababu mimi nisingeweza kujitetea mbele ya hiyo jamii ambayo ilikuwa imenizunguka kwa wakati huo. Kwa sasa uko sawa? Mambo ya wizi umechana nayo? Kwa sasa hivi bwana, nimekuwa sio mwizi, nimekuwa kijana mmoja mstaarabu sana. Nafanya kazi zangu ni bodaboda. Nafanya bodaboda, napata 1000 2000 na rizika. Kwa maana hiyo yale masuala ya wizi tena basi. Na sasa hivi hata ukija ukiniambia twende tukafanye wizi, siwezi kukusapoti, kwa sababu unaona kabisa kaburi langu lile pale naliona liko wazi. Kwa maana siwezi kushiriki tena vitendo kama hivyo. Tutarudi kwenye kuwa msukule pale, lakini tubaki hapa kwamba ulifanya matukio mangapi ambayo unayakumbuka ya wizi?
Matukio ya wizi yalikuwa ni mengi kwa sababu pia niliingia kwenye nyumba ya Bwana Sele, nikaanza kukusanya nguo ambazo ziko kwenye mabegi na charangua. Matokeo yake nikakuta kifurushi cha pesa, nikaondoka nacho. Lakini yule jamaa kutokana hela yake aliitafuta kwa uchungu, hakukubali hilo tukio. Ilibidi akaita mashehe wale wasome albadili, kama unaijua. Albadili ile nilivyosikia kwamba kwa bwana fulani kunaenda kusoma albadili, mimi ilibidi nikamwambia mzee wangu, mzee, mimi nimeiba kwa sehemu kwa bwana Rajabu kule, lakini leo wanasoma albadili mzee, mimi nitakufa. Hebu nenda ukanipambanie kwamba hilo swala kama ni kulipa sisi tutalipa, lakini wasinifanyie hivi. Pesa zilikuwa shilingi? Ilikuwa kama 550,000. Zote nilizitumia. Nilizitumia kwenye upande gani? Kwanza nikipataga hela kama hizo, kwa sababu sina nguvu, sina jasho nazo, na kuwa ni mwingi wa starehe, mademu, nakuja nakula bia nyingi, mapamba makali, si unajua tena kujiproud, yani najiona mimi ndo mimi nimefika, nimemaliza. Kwa hiyo mzee wangu alienda mpaka pale eneo la tukio, alikuta mashehe pale walishawekewa majamvi, yani wanaanza kuweka mazingira vizuri. Ilibidi sasa mzee wangu akamuita yule mlengwa, akamsogeza pembeni na kumsihi kwamba yule ni mdogo wako, hebu samahani tusitishe kwanza ili hadhara la hao watu, ili usimzuru mdogo wako, tutajua jinsi gani ya kulisolve. Kweli mzee alipambana, jamaa watu walirizika, na kweli walikuja pale wale mashehe wa watu, wakala vile vitu walivyoandaliwa, wakaondoka bila kufanya chochote. Na wakauliza nini shida, wakasema hili tatizo limekuwa lina mushkeli kwa sababu alofanya tukio hili ni mtoto wa hapa nyumbani. Kwa hiyo wakanitetea kwa staili hiyo. Mzee aligaramika kweli kulipa vile vitu vya yule jamaa. Ilimchukua muda gani kuweza kulipa? Alichukua muda mrefu kidogo, kwa sababu mzee wangu ni tuseme ni mtu ambaye ni mjasiriamali tu, yani ni mtu mkulima tuseme. Alichukua muda mrefu, lakini jamaa naye nashukuru kwamba alivumilia, hakuwa na paniki. Alivumilia mpaka tukalipa lile deni. Kwa hiyo ilikuwa kama hivyo. Ni mambo mengi ambayo nimeyapitia. Mambo ya wizi nimeshiriki sana. Mpaka wizi wa kuweka magogo barabarani nilishahusika. Yani nilikuwa sio mtu mzuri kwa kweli. Nilikuwa na roho moja ya ujasiri mkubwa sana. Kitendo ambacho hata wewe kama nakugumia kama unayo mizigo, siwezi kukuacha salama. Nitakulia timing na mpaka nitajua sehemu ambayo unalala. Niko tayari kuacha kazi zangu zote nikufuatilie wewe. Yani kona yoyote utakaopita, mimi na wewe, mpaka nijue hatima yako unaishia wapi. Na nikikukuta sikufanyii masiara. Kwa kweli nilikuwa hata mpaka sasa hivi najiuliza kwamba roho ile ilitoka wapi, nashindwa kuelewa. Ni misukosuko mirefu sana. Kwa sababu tu ya kutengwa katika jamii, kuonekana kama ulikuwa msukule, hauna akili nzuri, ama unahisi ni kitu gani ambacho kilisababisha zaidi? Kilichonisababisha zaidi ni kuchukuliwa msukule, kwa sababu watu walinikataa kabisa. Waliniona mimi sio binadamu. Na nikaona nitajisaidiaje sasa wakati yani na majukumu ambayo yananisubiri, na majukumu ambayo nahitaji kama hivyo yani. Ndio nikaona kazi yangu bora tu niwe mwizi. Ilikuwa kama hivyo ndugu yangu. Umeniambia kwamba miaka 2 ya kutumikia katika kundi la wasukule, na ukiwa kama ni miongoni mwa wapishi. Ndio. Na jambo ambalo limenisikitisha kidogo ni kwamba wakati uko kwenye usukule, kuna mambo mengi maswaibu kibao ambayo waweza kuyapitia, na unaweza kuniambia kwa uchache. Ndio. Hapa tunaweza tukawaambia mengine ambayo ulikuwa unayapitia, yale ambayo mimi uliniambia. Yale mengine ambayo nimeyapitia kule kwenye wakati ule. Wakati ule kwa kweli bwana ni mambo makubwa. Ila inabidi tu sasa kuyasema
ili hata jamii yangu kama inanisikiliza waweze kupata kitu fulani au kujifunza kitu fulani. Kwa kweli kwenye jamii ya Misukule bwana, kuna mambo mengi sana. Mambo mengi hayo bwana, kule utashiriki mpaka vitu ambavyo wewe huwezi kujizuia. Ukiingia kwenye ile ngome ni zaidi ya mtumwa. Ni zaidi ya mtumwa kwa sababu unaamrishwa kwa, tuseme, kwa nguvu za giza. Na ukiambiwa kitu wewe huwezi kukataa kwa sababu ushawekwa kwenye kundi la tuseme kama zombi. Si yaelewa mazombi, unakuwa uko kwenye kundi la kizombi. Yani kwamba ule ufahamu ambao ina maana unao wewe mwenyewe, uhalisia umeshachukuliwa, umepandikizwa uhalisia ambao unaendana na wale watu. Kwa hiyo ni vitu vingi sana. Na mnazaliana huko? Kule kule hakuna kitu kama hicho. Kule hakuna kitu kama hicho. Si kama Misukule nazaliana, watoto wa Misukule nazaliwa na nini? Ama wale ambao wanachukua na ujauzito? Hapana. Wale wanavotumia wanachukua tu watoto wadogo wale ambao wanazaliwa. Ndo tunakuja yani wale watoto ambao wanazaliwa si tunawachukuaga, tunawaleta kule, tunawafanya wanakuwa kwenye mikono yetu ya lile kundi letu na kuwafanya wa control kazi zetu. Yani kwamba ina maana tunawachukua watoto wa watu ndo tunawatumikisha, lakini masuala ya kuzaliana kule ni kitu ambacho hakipo. Yani watoto wetu sisi tunachukua watoto wa watu mtaani. Usiku wamelala sisi tunachukua. Ndivyo inavyokuwa. Unaamka asubuhi unakuta mtoto wako amefariki ghafla. Ghafla ni unaweza ukakuta mtoto amefariki ghafla. Kumbe sisi ndo tumemchukua, tunamfanyisha mishe zetu kule. Yani tunamkuza kwenye hali ambayo anakuwa na kipaji chake kile cha naniliu, kile kitengo cha wizard. Watu wanasema uchawi. Tunawakuza, yani yeye anakuwa anaona mifumo yani na dunia yake iko vile vile yani vitu kama hivyo yani. Lakini swala la kuzaliana kule ni kitu ambacho hakuna. Kule tunafanya vitu vingi sana, mpaka nyama za watu tunakula. Vitu vingi sana, nyama za binadamu tunakula. Kwa hiyo ni mambo mengi sana rafiki yangu. Aise, ulijisikiaje ulipoambiwa kwamba ulipata ajali mbaya kiasi kwamba ulisagika? Yaani viungo vyote, kila kiungo kiko sehemu yake. Ulijisikiaje? Kwa kweli mimi nilijisikia kwamba yani sijui kama imekuaje yani katika tasnia hiyo, kwa sababu mimi mwenyewe sikuzania kwamba nitakuja kuonekana mzima tena. Na ndipo nilipoamini kwamba mchawi ana nguvu kubwa sana. Kwa sababu amediriki kunisambaratisha mimi kidesign. Yule alikuwa sio mtu. Yule alikuwa sio mtu. Yule wamekusanya mabaki ya mbwa. Ndivyo inavyokuwa. Yule waliokusanya pale alikuwa ni mbwa, sio mimi. Ndizo staili wanazozitumia sana. Kwa hiyo wale watu wana staili kali sana. Kitendo ambacho kwanza wakikuhitaji huwezi, labda iwe labda umepitia kwa wazee waliokomaa, walikutengeneza, ndo kidogo unaweza ukawa mgumu. Lakini kama huna kitu kinachoitwa kinga ya aina yoyote, basi we ni mwepesi. Na wanaweza kukufanyisha vitu vingi sana ambavyo wewe ukiwa mzima huwezi kuvifanya. Unapewa uwezo mkubwa sana. Yani uwezo wako unakuwa ni mkubwa sana. Kwa mara nyingi ni anatumika mbwa. Wewe ulikuwa umefahamu vipi kama ni mbwa? Nimefahamu kwa sababu kule wanapotaka kukuchukua wewe, kuna mbwa wao ambao ina maana wanawafuga. Umekuja kujua baada nayo kuwepo kule sasa? Kuna mbwa wao ambao wanawafuga kule. Mbwa
Pia vile vile mgomba, unaojua mgomba? Mgomba pia ule unaweza kuvishwa, tuseme unaweza kutengenezwa kuwa jamii ya binadamu. Ya, unaweza ukavishwa jamii, yani wana kitu kiini macho kinaitwa. Yani kukubadilisha wewe kuona mgomba ule unauona ni binadamu. Uwezo huo upo. Uwezo huo upo. Kwa maana hiyo wana mambo mengi sana ambayo ya kukubadilisha wewe. Ya. Na hizi mambo za kusababisha ajali njiani na nini, wewe umeshuhudia ama umekuwa ni miongoni mwa wale ambao waliweza kutumwa kusababisha maajali njiani? Yani mimi nilijistukizia tu niko sehemu ambayo namilikiwa na watu ambao yani si kwanza hawapo kinaniliu. Kwanza huaga ukija kule watu kule hawavaagi nguo. Yani wale huaga wanatumia kunaniliu. Yani ina maana wanatumia kitu kama poda, ni unga. Unga ule ndo wanakuwa wana kama mavazi yao, yani unawakuta ni weupe. Asili yao ni weupe. Asili yao ni weupe misukule. Ila weupe ule ni design zao walizozitengeneza kama mavazi yao. Ina maana sisi tunajuana kupitia mavazi yetu yale. Na huwa nyakati za usiku wale wachawi, kumbuka tunakutana nao sehemu zetu kubwa sana. Tunazokutana ni kwenye mibuyu kama unaifahamu. Kubwa, miti mikubwa. Miti mikubwa ile. Vile ndo vikao vyetu sisi. Kwa hiyo mnakuwa mnashirikishwa kama nani? Sisi tunakuwa tunashirikishwa kwa sababu sisi pia ni miongoni wa wafanyakazi. Tunatumishwa, tunaweza kutumishwa kama wewe nije nikuchukue. Yani hajitumii tena yeye kama yeye. Natumiwa mimi kuja kukuchukua wewe. Na nakuchukua vizuri tu na nakufikisha kambini kwetu. Na tukifika kule mimi ndo kiongozi wako, inabidi unisikilize kile ambacho na kuongoza wewe. Kwa hiyo kuna mambo ni mengi sana. Ni mambo mengi sana. Na labda kwa namna moja ama nyingine, wanasema kwamba msukule bwana huwa ana uwezo wa kuwatokea ndugu kama bado hajakuwa katika hali mbaya zaidi. Mfano kama wewe ulisema kwamba ulicheleweshwa sana kukatwa ulimi. Ndani ya miaka 2 yote ukawa bado uko sawa. Kwanza ulikuja kufahamu sababu ni nini ya wewe kuweza kuendelea kuwa sawa? Sababu ya mimi kuwa sawa ni yule mshikaji. Yule ni aliyekuja kule. Kwa sababu yeye yani kwamba miaka ile 2 hujakatwa ulimi. Kwa nini wewe ulicheleweshwa? Walinichelewesha kwa sababu waliniona ni mtu mmoja na kama kipaji fulani ambacho hakifai kupoteza. Kwa hiyo ule uwezo wangu ule walichukulia kwamba nikiufanyia kazi na kuutumia vizuri, faida nyingi familia yangu itafaidika sana. Kwa maana hiyo ina maana ili familia yangu wapate hasara, ilibidi wale wanichukue kwa design kama hizo. Kwa hiyo ndo sababu ya wewe kutokatwa ulimi mapema. Waliniona ni mtu mmoja ambaye naweza pia kuwafanya wale misukule wenzangu baada ya muda nikawafanyia furaha kwa sababu naimba na wanacheza. Ndio maana walifanya kuniacha nikiwa mzima ili niwe faida ya wale, kiburudisho cha wale, na wao muda mwingine yani wajione kama wako kwenye dunia ya kawaida ambayo ina tasnia zote. Ndio maana waliniona uwezo wangu ni mkubwa na ndio maana hawakuweza kunikata ulimi mapema. Ndio sababu kubwa hiyo. Yule jamaa ambaye kutoa kule ulishakutana naye? Nilishawahi kumuona. Alifika mpaka kwenye familia na akawadhihirishia familia kwamba huyu jamaa nilimkuta ni miongoni wa misukule, lakini nilivomkuta huyu jamaa wenzake wote wamekatwa ulimi ila yeye bado. Nikaona mimi naweza kumsaidia arudi kwenye familia yake. Kwa kweli yule jamaa
familia yangu binafsi ilifurahi sana, ilifarijika sana. Japokuwa hawakuwa na zawadi kubwa sana ya kumpa, ila alipewa shamba kubwa sana. Akapewa eneo kubwa sana na babangu mzazi. Akaambiwa hii hapa itakuwa ni zawadi yako. Nimekupa mimi kwa kunirudishia mtu wangu, mtoto wangu. Na mpaka sasa hivi tunaishi naye yule jamaa kama ndugu. Na pale alipopewa kajenga bonge la gorofa. Kwa hiyo yule mtu ni zaidi ya ndugu. Yeye ni mganga ama ni nani? Kwa nini alikuwa kule? Yule jamaa alikuwa so mganga, ila babu yake, mzaa babake, ndo alikuwa mtaalamu. Kwa maana hiyo alimweka mjukuu wake kwenye mazingira ambayo, yani yale mazingira ambayo kwamba mchawi yoyote yule anaweza akamchukua na kuhisi kama amefanikiwa. Ila anaenda anafika kule na kutambua medani za kule ziko vipi. Yani na yeye anaenda kufanya kama askari mpelelezi anavyoagizwa kwenda kutafuta kitu sehemu. Okay, hapo sasa nimekuelewa. Kwa namna moja ama nyingine, mfuatiliaji wa KingPower TV, jinsi ambavyo mimi nimeelewa ni kwamba huenda tukisikia kwamba kuna msukule ameweza kuchukuliwa ama kurudishwa, kwa lazima kuwa na watu ambao wanatumwa kwanza kafanye check up kule, alafu anarudisha majibu, bwana kule kumekaa hivi na hivi na hivi, ndipo ambapo kuna baadhi ya misukule sasa anakuwa anarudishwa kama ambavyo urudishwa wewe. Kwa hiyo ni miongoni mwa watu kama anakuja kupeleleza nini ambacho kinafanyika na nani anaweza katoka, nani anaweza kabaki. Kwa maana hiyo ina maana akikukuta uko kwenye mazingira ambayo hawajakufanyia, unaweza ukatoka ukarudi. Lakini kama wamesha kukata ulimi, basi inakuepo ni ngumu sana, na wakijua kwamba uko unahitajika urudi kidesign moja au mbili, ndipo wanapokumaliza. Wanakumaliza kabisa pale, yani ina maana kwamba ndo wanakuua kabisa. Na huwa wana medani, yani wana ujuzi unaniliu mkubwa sana, kwa sababu huwa wanatembea hata mchana hivi. Yani mchawi yoyote, tuseme mchana kweupe, anapita sehemu yoyote ambayo, na huaga wanatembea uchi, hawavaagi nguo. Lakini ni vigumu sana ya wewe mtu baki kumuona. Lakini ukiwa una mauwezo makubwa, basi unaweza ukaona kila jambo linalofanyika. Kama hivyo yani. Baada ya kutoka kule, kuna uwezo wote ambao unahisi unao sasa? Umepambana wizi, umeachana nao, ulikuwa msukule kule umetoka na nini, vitu vingi na siri nyingi ambazo uliziona kule unazo kifuani kwako, najua zingine hujataka kuzungumza. Kuna namna ya uwezo ambao unahisi kwamba unao hivi labda? Wa kuhusu kiuchawi? Yani labda kumuona mchawi yule, kwa sababu sasa ushazoea kuona vitu kama hivyo. Uwezo huo ninao. Kwa sababu nilivyotoka huko ikabidi nipite mtaani kwa wazee sasa, ili waniweke sawa kusudi hilo jambo lisije likarudia. Uwezo huo nao. Uwezo wangu mkubwa niliokuwa nao kwa sasa, niko na pete moja, leo bahati mbaya sikuivaa. Ile pete ile huaga inanisaidia sana kipindi watu wabaya wanafanya mazingira yao. Mimi ile pete ile inaweza kutingishika kwenye kidole na kunyooka kuninyooshea kule yule mtu alipo kwamba sio mtu mzuri, na ndipo ninapokaa naye makini. Kwa hiyo uwezo ambao niko nao ndo huo. Uwezo nilioko nao ndo huo. Na sio uwezo wangu ni wazee. Nimekaa na wazee. Sio hivi tu, nimekaa na wazee, watu wazima. Ndio wakanigea uwezo kama huo. Bwana pole sana, ni changamoto nzito hii. Nashukuru kwa maana yani ni kwamba changamoto jamani kwenye maisha zipo. Sio kama hamna, zipo. Na zipo kweli kweli.
Zipo. Mimi nashukuru bwana kwa kunitembelea, ya tuko pamoja. Nahisi kama watu watakuwa wamenielewa, watanisikiliza vizuri na kupata chochote kile ambacho kitakuwa kipo kwenye miongoni ya maisha ya wenzangu ambao wapo. Sasa akijaishia kwangu, tunajua mambo hayo yapo kwa watu wengi. Sio kwangu. Nashukuru sana. Kwa sasa unajihisi uko vizuri kabisa, vyema kabisa? Sasa hivi niko vizuri. Namshukuru Mungu, niko vizuri kabisa. Sina tatizo la aina yoyote. Na namshukuru Mungu kwamba na kazi zangu ambazo naendelea nazo kwa sasa hivi, naona watu wanatoa ushirikiano mkubwa sana, na lile swala nahisi kama wamelisahau. Halipo tena kwenye kuna kama una akili nzuri. Sina akili nzuri, nishawahi kusemekana kwamba nimekufa. Yote hayo watu wamefanyaje? Wameyasahau. Nafanya nao kazi vizuri, wanashirikiana na mimi vizuri. Nashukuru juu ya hilo. Bwana mfuatiliaji wa King Paul TV, tumeweza kuzungumza mengi na ndugu yetu hapa. Basi nawe pia unayo nafasi ya kuweza kutuambia katika comment hapo. Kwanza unalipi la kumshauri ndugu yetu mpaka sasa, kwa maana kwamba yupo katika harakati hapa na pale katika kupambania maisha, angalau kidogo mambo yanakaa sawa, lakini unalipi la kuweza kumshauri zaidi mradi mambo yazidi kukaa sawa kwa upande wake? Lakini pia mbali na ushauri, nikukumbushe kwenda kule Instagram, TikTok tunapatikana kwa jina la KingPaul_TV, lakini pia kwa Facebook page yetu tunapatikana kwa jina la King Paul Media. Mambo yatakuwa poa sana kama ukifanya kuweza kutufollow, lakini pia kutusubscribe kupitia YouTube channel yetu hii hapa pendwa kabisa ya King Paul TV. Nakushukuru sana wewe ambaye unazidi kuwa nasi kila siku pale ambapo tunaka video, basi unakuwa ni miongoni mwa watu wa kwanza. Basi Mwenyezi Mungu akubariki sana. Nilikuwa na ndugu yangu hapa, jina nani vile? Naitwa Alihaji Hasani au Sidiko, jina la mtaa. Nilikuwa na ndugu yangu hapa Sidiko. Basi tunasema asante sana.